yani wewe Chiku hivyo unajikuta nani labda. Kwa hiyo kuolewa na wewe bwana basi ndio jina tajiri anakuacha kweupe kwa taarifa yako. Bwana kwanza nimekupa mimi, wewe ungemjua. Kwenye series ya Kombolela naenda kwa jina la Zuhura Kaoge. Okay. Zuhura kwenye series umecheza kama ni familia ya moja wa binti wa mzee nani? Mzee Kikala. Yes, mzee Kikala. Kwanza tukitaka kujua ni tamthilia yako ngapi ama ni movie yako ngapi mpaka umefikia kwa Zuhura kwenye tamthilia ya Kombolela? Kwanza kwenye Kombolela mimi kwenye familia ya Kikala pale mimi kuna rafiki yangu Chiku ndiye rafiki yangu ndiye anayesababisha mimi niende kwenye ile familia. Mwanzo alikuwa na marehemu Bi Kikala. Yaani series inamuita marehemu lakini yuko hai. Kwa hiyo alikuwa ndo marafiki zangu. Kwa hiyo ndio sababu ya mimi kuingia kwenye ile familia, lakini mimi siishi kwenye ile familia, sipo mle ndani. Mimi nipo kwenye band ya Dunia Ndogo na kwenye msimu wa 5 kama ambavyo watu wameona Zuhura Kaoge ameolewa na Boss Degwa, manager au bosi wa band ya Dunia Ndogo. Na hii ni series yangu kama ya 3. Ya kwanza nimecheza hapa ndo series yangu ya kwanza, nilicheza msimu wa kwanza na msimu wa pili wa Kombolela. Nikaja nikacheza Chanda ambayo ilikuwa inaruka DSTV. Nikacheza Siri, nilicheza kama Mrs. Jacob pale, nilikuwa naitwa Jennifer. Kwa hiyo hii ni series yangu ya 3. Lakini kwenye film hii ni filamu yangu kama ya 4 au ya 5 ambazo nimecheza. Naanza kwenye YouTube nimecheza series karibu hata 4. Kuna moja inaitwa Tunu iko ndani ya Vision and Talent ambayo ni ya kwetu wenyewe, iko chini ya CEO Director Machupa ambaye ni mume wangu na nyingine nyingi. Okay, tukishikilia hapo umeshacheza filamu nyingi, labda ni tukianza kumzungumzia Zuhura rafiki wa Chiku ni nani? Tukiachana sasa kwenye upande wa movie mpaka kufikia kwenye maisha ya uigizaji. Kwanza Zuhura Kaoge ni binti mmoja ana upendo sana. Yaani yuko tayari yeye akose, lakini yule anayempenda yeye apate. Huwa ajiangalie, anaangalia ndoto za mwenzi, afikiriagi ndoto zake Zuhura Kaoge kwenye mchezo. Ni mtu anayempambania Chiku, anataka Chiku aimbe kwa sababu anaamini Chiku anaweza kuimba. Na anaamini Chiku ni rafiki mzuri kwake kwa sababu hataki apitie maumivu ya aina yoyote. Kama mwanzo alivyoachika watu wakawa wanamcheka, japo na mwenyewe Zuhura alikuwa anamcheka. Baadaye akaona hapana, sistahili kumcheka. Natakiwa nimwambie twende huku pana kufaa. Akamchukua Zuhura akampeleka Chiku kwenye bendi ya Dunia Ndogo na safari yake Chiku kaanzia hapo kwenye bendi. Lakini Zuhura pia ni binti fulani apendi umdharau. Apendi majungu, ni mtu kanyooka. Yaani Zuhura akikupa ukimpa anakupa hapo hapo. Yaani sio mtu akwenda kulalamika pembeni. Haina kitu looni. Zuhura hawezi kuvumilia hivyo vitu. Zuhura ni binti ambaye kwanza ukimwangalia unaweza ukamjaji tofauti kwa sababu kwanza ni Mswahili. Yaani ule Uswahili kauvaa, anaishi nao. Kwa hiyo ni binti ambaye ana upendo mwingi sana. Ila sasa usimchokoze kwa sababu yeye hapendi kuchokoza watu. Kwa hiyo ukimchokoza umeakanyaga. Umeavaga. Huyo ndo Zuhura Kaoge. Safari yako ya uigizaji ilianza wapi kabla ya kuwa maarufu kuigiza kuona kwenye Kombolela na tamthilia kadha wa kadha? Yaani safari yako uko kabla yani nyuma? Mimi kwanza nilianza kuimba taarabu. Nilikuwa mwimbaji taarabu, so nilikuwa na bado naimba taarabu. Safari yangu imeanzia kwenye taarabu, nimeimbia bendi ya Dar es Salaam Modern Taarab. Pale nimekaa miaka kama 15. Nikaenda Kings, nikaingia mkataba wa mwaka mmoja, nikaenda Wakali Wao kwa Thabiti Abdul. Pale pia nimekaa kama miaka 2 nilikaa alafu nikarudi tena. Kwa sasa hivi nina mkataba na Thabiti, lakini mkataba ambao ukiwa na kazi ananiita nafanya naondoka. Yaani sikai kwamba kama ananimiliki kabisa moja kwa moja, ila anaponihitaji bwana unatakiwa uje studio rekodi, naenda na rekodi then narudi anaachia nyimbo tuna support hivyo. Lakini mimi nimeanzia kwenye taarabu na kabla sijawa mwimbaji taarabu niliwahi kuigiza. Nimeigiza sana.
maigizo yale ya shule, yale ya nje, sijui yale ya watu kimtaani yale ya mtaani, yale CCM. Nakumbuka kuna shule moja ilikuwa inaitwa ya mwalimu nani yule? Mungu wangu nimemsahau. Mabibo, nyumbani kwetu kwa zamani. Kwa hiyo pale ni shule ya chekechea, tulikuwa jioni ikifika saa 10 tunafika pale. Watu nje wanajaa wengi, wanazunguka hivi duara, alafu sisi tunaigiza pale katikati, watu wanatupigia makofi mpaka saa 12 inakuwa mwisho. Kwa hiyo tulikuwa tuna siku zetu za kuonyesha maigizo yetu. Nimecheza ngoma. Kwa hiyo mimi tuseme sana mimi nimeanza tangu nikiwa mdogo. Kwa hiyo tamthilia yako ya kwanza kabisa kuigiza, yani ndio ile tunasema bismillah, ni ipi au ilikuwa mwaka gani kama unakumbuka? Ya kwanza kuna tamthilia moja tulichezaga alafu ikaenda kuuzwa Kenya, miaka mingi nimeisahau hata jina. Sababu kipindi hicho mimi mdogo. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza na shoot. Lakini kuonekana kwenye TV Kombolela ndio series yangu ya kwanza, inanionyesha kama huyu ukiachia uimbaji wa taarabu pia ni muigizaji. Ni uhusika gani ambao director alikupangia na ukaona kwamba huu kanipatia na ukautendea haki? Jennifer Zuhura Kaoge. Mimi nacheza usiku wote utakaonipanga. Hata ukiambia nicheze chizi mimi nacheza kwa sababu nimeshacheza series tuseme ka short film inaitwa Maamuzi. Nimecheza chizi. Kwa hiyo mimi popote mimi nacheza kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda kwanza. Alafu kwangu mimi sanaa ni kazi. Haikuwa gumu kufanya kazi chini ya director Machopa, mume wako? Haini hiyo ugumu wote. Kwa sababu nimeshuti na Lamata, mama yangu, nimefanya naye kazi inaitwa Ezra. Nimefanya nao kazi pia Lamata Village. Kwa hiyo mimi wala haini ugumu kufanya kazi na mtu yoyote kwa sababu namuita mama. Namuita mama kwa sababu ukimwangalia Lamata ni mama. Yaani ukiachia tu wasanii wake, sijui watu wengine kiumri kakuzidi. Yaani hata kama kanizidi, mimi namuita mama. Kumpa heshima yake. Ukiachia heshima. Lamata mimi nimejuana naye kwa sababu ya kaka Zumo. Wakati inaandaliwa Ezra, Lamata akampigia simu Uncle Zumo, akamwambia namtaka dada yako. Kazuma akanipigia, nakumbuka hicho kipindi nilikuwa mjamzito. Ni mwaka jana. Akampigia simu kakaangu, mimi nilikuwa mjamzito, akamwambia namtaka Salha kwenye Ezra. Sawa, ilikuwa ya Voda. Akanipigia simu Madam Lamata, alinipigia, nikaenda nikashuti nao. Lakini sasa wakati nimeenda kushuti, nakumbuka tulienda kushuti kanisani ile scene, nikaenda chooni kujisaidia, chumba ikapasuka. Kwa hiyo nikachukuliwa nikapelekwa hospitali. Lamata alisimama kama mama, nisio muongo. Yaani tangu pale nilimuona huyu ni mama, ni mwanamke mwenye kujali. Mimi sipo kwenye Lamata Village, lakini ameniweka kama familia yake. Unajua mtu mwingine unapoenda kufanya naye kazi hawezi kujali kwamba huyu mtu ni ana nini na nini, umeelewa? Lakini yeye Lamata aliniambia, Salha, mimi nitakuangalia mpaka unainuka. Chochote hata saa 8 usiku umezidiwa nipigie. Kwa hiyo nikarudishwa nyumbani, kaiko bed rest. Siku ya pili ikawa sasa nasikia uchungu, nikapelekwa hospitali. Alihakikisha hatua kwa hatua mpaka napona. Unaelewa? Simama na wewe. Yaani tofauti na mtu mwingine ingekuwa pale ndo tumemalizana, nipone nikamalize kazi yake. Lakini sijawahi kuona mwanamke kama Lamata. Nimefanya kazi na watu lakini roho ya Lamata hawaifiki. Ya kipekee sana. Kwenye kila utafutaji wa maisha kuna changamoto. Kwenye uimbaji kuna changamoto, uigizaji vile vile changamoto. Ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo kwenye safari yako ya uigizaji? Changamoto zipo. Changamoto zipo nyingi sana kwa sababu kama 2-3 tu tufahamishe. Yaani unaweza kukuta yani mtu anakupigia tu, yani unaweza kupata kazi, mfano mtu akasema na hapa kwenye hii cast nimemcast Salha, lakini mtu akasema huyu hafai. Yaani huyu hakufai, sio nini, unaelewa zile. Kwa hiyo najikuta hizo ndio changamoto sana ambazo tunakutana nazo. Mtu anakuzibia, hujamkosea, ni law ya husda, anakuzibia tu riziki, yani ili mradi tu usifike ile sehemu. Kingine unaweza kukutana na mtu anakuambia hujui kuigiza, bora uimbe tu.
Unaelewa? Mwingine hujui kuimba bwana. Sijui umeelewa, yani unaweza ukaachia nyimbo mtu anakuja hujui kuimba bwana, baki tu kwenye kuigiza. Kwa hiyo unakuta wao wanaishi kwenye mawazo yao lakini hapo kwenye akili yangu. Wakati wao wanatakiwa wabaki kuwa mashabiki, mimi nibaki kuwa msanii. Kwa sababu ile mimi ndo kazi yangu. Na kuimba mimi sijaanza jana wala juzi. Changamoto nyingine unaweza unakuta unatembea, mtu anakuja anakupiga bao bila sababu. Au anakuvuta, yani nishaenda Kariakoo mara moja mara mbili, unakuta mtu anakuvuta afu kigeuka hivi umjui. Wewe si Kaoge? Wewe si nini? Nabaki sasa na ganda, Mungu wangu. Yani wewe unavyokuona kwenye tamthilia. Naamini uko hivyo. Yani muda wote uko mtu aeka heka. Muda wote tu umevurugwa. Unashoka asilia hapo hiyo. Hapana. Hapana. Sio kweli. Haikuwahi kukuia ugumu kupewa karakta ya Uchauka wewe hapo? Haijawahi kuniwia ugumu kwa sababu naipenda ile karakta. Kwa sababu kwanza mimi naamini unapopewa karakta, kwanza mpende yule karakta ambaye unaenda kumwasilisha. Mpende. Ukishampenda utamwakilisha vizuri sana. Na ukipangiwa karakta huwa unaifanyia mazoezi kabla ya kuingia kushoot location, au unaingia tu location yani unajua cha kufanya, au unachukua mazoezi kabla? Hapana. Mimi sifanyi mazoezi kwa sababu mimi niko darasani Vision and Talent. Pale tunafundishwa sanaa na mwalimu wetu Sabakali pamoja na director Machupa. Siku moja anakuja anatufundisha, na pale wametoka wasanii wengi Vision ambao leo wana majina wametokea pale. Kwa hiyo ukiwa pale ukipewa character, mfano unapewa labda script, msome Zuhura Kaoge. Unavyomsoma tayari unamtengenezea picha Zuhura Kaoge ni mtu aina gani. Kwa hiyo unatakiwa uishi maisha ya Zuhura Kaoge, kwa sababu unaingia darasani haitakuwa vigumu kumcheza Zuhura Kaoge, kwa sababu unafundishwa na walimu wazuri, wanakufundisha tekniki za sanaa, wanakufundisha vitu vingi sana kuhusu sanaa, kwa sababu watu wengi wanaamini kuongea ndio kuigiza. Unakuta mtu anakuambia mimi najua kuigiza sana, mimi naongea, yani mimi umeona pale Kombolela pale, nikipata nafasi pale na butua, lakini sio rahisi kama ambavyo wao wanadhani, kwa sababu sanaa sio kuongea, body language. Yani kuna vitu lazima viongee, mtu mshawishi akuone aone yes. Lazima uwe nazo. Yani lazima ujue kuigiza, kwa sababu pale unaenda kumwasilisha mtu, sio wewe. Unaenda kumuigiza mtu, tabia zake ni nyingine kabisa. Kwa sababu nakumbuka wakati na shoot series, yule mama Bimoza, nilikuwa na shoot naye kama mamangu, akawa ananiambia Sala, ukirudi nyumbani ukiwa unafanya maombi, ikemee hilo. Sema mimi sio Jennifer, mimi ni Sala. Pale natafuta riziki. Wakati una swali, basi ongea na Mungu, mwambie naomba usinipe Jennifer, niishi maisha yangu. Kwa hiyo unaona kabisa kwenye sanaa kuna vitu ukiviigiza unaweza kujikuta kile ulichokiigiza kinakuja kukukuta huko nyumbani kwenye reality. Ni kweli. Ni in spirit hiyo. Na watu kabisa ambao wameigiza vitu tofauti na mwisho wa siku vikawafuata kama karma. Yani vinakuwa kama karma, kwa sababu unamwasilisha mtu ambaye wewe humjui. Huyo mtu unatakiwa umcheze ana roho mbaya. Huyo mtu unatakiwa umcheze mchawi. Kwa hiyo unavyocheza ule uchawi ukauvaa, mtu akakuona mbona kama mchawi kweli, wachawi wanakufuata. Yani na wakikufuata ni shughuli, wanajua wewe ni mwenzao kwa sababu umecheza vitu vyao. Kwa hiyo unatakiwa kutoka pale urudi nyumbani, uswali, uombe sana, ukemee. Kuna filamu moja haijatoka bado ya Isike, nimecheza nikaingia jela. Nimeingia kweli jela kabisa hiyo filamu, hata ikitoka wataona nilikuwa jela, nimekaa jela. Muli jela nimekaa tu masaa sijui 4 sijui 5, lakini nimechanganyikiwa, nasema Mungu wangu. Ukaona pa moto. Kumbe watu ndio wanapitia haya. Yani mimi nimeingia tu na shoot, lakini muli ndani sipatamani, natamani tu nitoke yani. Ilibidi yani nilivyotoka tu tumeweza tu shoot, nikaenda kwa Mashavu, maana tu shoot Tabata. Nikamwambia Mashavu nakuja nibandikie maji nioge. Nioge nikae sehemu nzuri, nianze kuomba kwanza Mungu haya mambo yasije kanikuta. Kwa hiyo kuna vitu watu vinatokea kweli wasanii. Una malengo gani na kipaji chako cha uigizaji, yani tukuone wapi? Mimi najiona kwanza bado sijafika ninapotaka. Yani bado safari ndefu. Naona kama ndo kwanza naanza. Kwa sababu kwanza sitaki kuridhika. Ndio maana naishi na watu. Mimi mpaka mume wangu ananiambia wewe kama sio star wewe unaishi hivyo. Yani uko noma. Yani sitaki kubeba hili jina la Salah Abdallah kichwani.
au jina la Zuhura Kauge kichwani, mimi ndo Zuhura sasa. Hapana. Na ndio maana hata watu wanaonizunguka wakikaa na mimi wanaona tumekaa na Salha, hatujakaa na star au mtu maarufu. Umefahamu? Kwa hiyo ninachojua mimi, kwanza uheshimu watu ambao wanakuzunguka, heshimu career yako, heshimu mashabiki zako. Mashabiki ni watu ambao mimi siwajui, ila wao wananijua. Ndio kama nilivyokuambia, unaweza kukutana na mtu akakupiga, mwingine akakukumbatia, mwingine akikuona tu akapiga kelele, ukashangaa huyu vipi, yani kuniona tu kapiga kelele, wewe mwenyewe unajichukulia tu kawaida, umeelewa? Kwa hiyo sanaa sio kitu cha kusema labda ukibebe na utembee nacho, kwa sababu ni vazi la muda wote inaweza likavuka. Kwa hiyo mimi kwanza sijiweki kwenye hilo tuseme kwenye hilo kundi la kusema mimi ni fulani. Mimi najiona kama naanza kila siku, kwa sababu bado sijafika ninapotaka. Ndoto zangu nije nicheze series kubwa za kuruka Netflix, za kuruka sehemu nyingine watu wakaona kipaji changu, za kucheza na wasanii mbali, kwa sababu ninachoamini ukiwa msanii mzuri utawakilisha vizuri, na ili uwe msanii mzuri unahitaji nidhamu, kama ambavyo nimekwambia, na watu wengine wakaona uwezo wako. Nahitaji kufanya kazi na watu wengi, na ndoto za kufanya kazi na watu wengi. Hapa nikikwambia hapa, na bado natamani kufanya kazi na Lamata, natamani tena nifanye kazi na Azizi, natamani nifanye kazi na Johari, watu wengi, yani wengi nitakwambia, Chuchu Wansi, kwa sababu ni watu ambao sijawahi kukaa nao na kufanya nao kazi, kina Gabo. Kwa hiyo siwezi kusema nimeridhika hapa nilipo, na ndio maana nasema bado na safari ndefu sana ya kufanya kazi na wasanii wengine, hata wa nje, hata Nigeria, kwenda kutangaza Kiswahili. Ungependa labda kufanya kazi na director mwingine tofauti na Machupa, au imani yako kwenye Kombolela ikoje? Kama nilivyosema mwanzo, mimi nafanya kazi na mtu yoyote, ili mradi tu awe director mzuri and direct vizuri, kwa sababu director sio tu kusema action. Wengi wanaamini ukimwambia mtu action ndio tayari umeshakuwa director. Director lazima atengeneze picha ya umbo la mchezo ambao unachezwa pale. Kwa hiyo unavyocheza tofauti kwa ule uwasilishaji, kwa sababu director huwa anatumia script na yeye anasoma kama ambavyo sisi tunasoma. Kwa vile anavyoisoma anaiona story inakuaje, inatakiwa iweje. Kwa hiyo director yoyote mzuri mimi nafanya naye kazi, ambaye anaweza kuniambia Salha, hapo sitaki ucheke, nataka ukasirike. Ulivyokasirika naomba ongeza energy ya kukasirika. Hapo ulivyolia naomba ongeza hiki. Yani director lazima awe mbunifu wa kukutengeneza wewe msanii. Na wewe inakuchukua muda gani kuielewa ile script sasa na kufanya kazi inavyotakiwa? Inategemea kwenye hiyo script mimi nimeandikwa na scene ngapi. Sababu kwanza naanza kusoma story yote ya kwenye script. Alafu naenda kumtafuta sasa Zuhura Kauge, yuko wapi, scene zake ziko wapi. Kwa hiyo nikishamsoma Zuhura Kauge, nikishakaa, naweza nikasema wiki tu, kama labda mfano wiki ijayo naingia kushoot. Wiki mimi na shoot vizuri tu. Na cream script kichwani, action, tunaondoka. Turudi kwenye upande kidogo wa usanii, maana pia unaimba. Nimeona kama una nyimbo 2-3 za Bongo Flava, ni kweli? Na taarabu pia unaimba. Yeah. Je, una management ambayo inakusimamia au ndo mumeo huyo director? Mume wangu ananisaidia. Mimi nina manager ambaye ananisimamia kwenye kazi zangu. Tofauti na Machupa. Yeye sio manager wangu. Yeye anabaki tu kutoa maelekezo, fanyeni hiki, labda tunahitaji ushauri kwake, tutamwambia. Na manager wangu mimi ni mdogo wangu ambaye ananifuatia. Okay, umetoa nyimbo, ina maana tayari uko radhi kuingia kwenye competition ya muziki? Mimi uzuri ni kwamba sifanyi muziki kwa sababu ya kushindana na watu. Au kwa sababu nataka niwe bora kuliko yule. Umeelewa? Naweza nikawa mwimbaji mzuri sana kuliko Zuchu. Umeelewa? Naweza nikawa najua kuimba vizuri sana kuliko Zuchu, lakini siwezi kuwa kama Zuchu. Umenifahamu hapo? Kwa sababu Zuchu yupo kwenye lebo kubwa. Iko cha kwanza. Pili, kanitangulia umaarufu. Japo mimi nilianza kujulikana kabla yake. Kabla yeye mimi nimeanza kujulikana. Lakini yeye amenitangulia umaarufu. Amekuwa msanii mkubwa sana duniani, kwamba anasikilizwa kwenye mataifa mengi. Mimi sisikilizwi kwenye mataifa mengi kwa sababu sina
sipo kwenye management kubwa kama Wasafi. Yani kwenye lebo kubwa. Kwenye lebo kubwa, umeelewa? Sipo huko. Kwa hiyo mimi siwezi kujicompare na mtu yeyote. Ninachokifanya, unapenda muziki wangu, sikiliza muziki wangu, support muziki wangu, ni support mimi. Basi, sitaki kushindana na watu. Kama kuna msanii mkubwa wa taarabu ambaye ungependa kufanya naye collab au ambaye yuko tayari, ni nani labda? Ni mkubwa wa taarabu. Hadija Kopa. Wa Bongo Flava. Bando, Banana Zoro. Kwa sababu mimi nishawahi kufanya kazi na Lava Lava, watu wachani nimeimba naye. Mbosso ndugu yangu sana, lakini ana mambo mengi. Ila Mbosso tukionana, Dasala usijali, tutafanya kazi. Yaani tatizo mimi na kaka yako bwana mambo mengi sana. Ndugu yako mimi mambo, lakini usijali tutafanya kazi kwa sababu anajua uwezo wangu. Alishawahi kuniruhusu nifanye cover ya Hodari. Miaka kipindi kile Hodari imefanya vizuri, nilifanya cover na ilibidi video asimamie yeye, lakini ndio ukatokea msiba wa mke wa Babu Tale, kwa hiyo issue ikafia. Na video vixen ushawahi kufanya? Hapana, sijawahi. Na utegemea kufanya au ni maamuzi? Yaani kama kuna msanii yuko tayari? Hapana. Kwa nini? Siwezi. Wakati ni msanii. Yaani unajua video vixen kuna aina mbili. Kuna wale wa kucheza wanavaa vinguo vifupi na nini, wale wanaokatika, ile mimi siwezi, nisiwe muongo. Ile ni wachetu kina Pipitida. Mimi siwezi. Wakina Bonge la Dada. Bonge la Dada kwa kweli ile siwezi. Siwezi kufanya kila kitu. Unajua, huwezi kufanya kila kitu ufanye wewe, naimba, naigiza, MC. Kwa hiyo bado pia nikawe tena kama kina Bonge la Dada haja. Kila kikubwa si hela tu. Hapana, sio kila kitu lazima ufanye kwa sababu unatafuta pesa. Kifanye kile ambacho unaona hiki mimi nakiweza. Kiko kwenye uwezo wangu. Labda kama video vixen inahitajika labda niigize mule ndani, it's okay. Na huko kwenye uimbaji pia kuna changamoto labda. Ni changamoto gani ambazo unazipitia na uzi? Yaani ukikutana nazo wakati mwingine zinakukatisha tamaa. Kiukweli mimi siwezi kukata tamaa. Katika kitu nimekikwepa kwenye maisha yangu ni kukata tamaa, kwa sababu hata nilivyokuwa naimba taarabu kipindi hicho kina Mariam Dida wako hai. Kuna watu walishakatisha tamaa, wasanii ambao walikuwa wamenitangulia. Wewe unajifanya kwa karibu na Dida, anapiga nyimbo zako, huwezi kuwa na jina swini na nini. Nikasema mimi nitapambana nyie. Watu wenye leo kubwa. Ili muje muone jina nimelisaka kwa kiasi gani. Ushafahamu? Kwa hiyo mimi bwana, siwezi kukata tamaa. Yaani mimi hata mtu asemeje, kwa sababu mimi ndo najijua. Kama umeamua kuuza genge, akija mtu akikwambia nyanya zako mbovu, mwambie kanunue genge jingine. Watakuja wanaotaka nyanya mbovu, watanunua. Sio kila mtu lazima akusupport. Ishi na wale wanaosupport. Kwa niaba ya mtazamaji au mashabiki zako ambao wanakutazama hivi sasa, tungeomba utupe kionjo kidogo cha wimbo wa taarabu mmoja, hata na Bongo Flava mmoja. Alafu tutamalizia na uhusika wa Zuhura Kaoge. Haya, tunaanza na taarabu. Sawa. Mama mama oh, mama mama oh. Mwanamke unatakiwa umsinge mumeo. Mwanamke unatakiwa umsinge mumeo. Usipomsinga wewe atasingwa na wenzio. Usivione vibegi, ndani yake kuna msio. Watamsinga mumeo, hao mashangingi watamsinga mumeo. Mume haitwi shida, mume haitwi tabu, mume sio babu jinga, wala haitwi matatizo. Huko kusinga maana yake ni nini? Yaani kumsinga mume. Kusinga ni tuseme wenyewe wanasema unavua gamba. Yaani una kumsugua. Kuna dawa fulani zipo kwa ajili ya kusinga. Yaani ngozi inakuwa nzuri. Ndio maana hata wanaume wengine ambao wanataka kuoa wanafanywa singo. Kwa hiyo bwana harusi anaalikwa ndani na somo yake, wanakuja wanamsinga. Kuna hivyo vitu vya kusinga. Misio inaitwa.
Kuna hii dhana wanasemaga nyimbo za taarabu, yani mashairi yake ya majungu, yani mtu hata kama hajakuimba wewe lazima ujihisi. Ni kweli dhana hiyo? Kwa nini zinakuwaga kama za majungu fulani? Kama una tabia hiyo ambayo imeimbwa lazima uone umeimbiwa wewe. Kama una hiyo tabia huwezi kuona umeimbiwa wewe kwa sababu kujishtukia. Huwezi kujishtukia kwa sababu mbona zinaimbwa nyimbo za mapenzi. Mahaba ya dhati yamenishukia. Utaimba kwa sababu uko kwenye mapenzi. Lakini roho mbaya ni udhaifu kwa nayo mwanadamu. Kama una roho mbaya lazima uone umeimba wewe. Ni zile nyimbo ambazo tunaishi nazo. Ni maisha yetu. Yaani kama unajihisi umeimba wewe kwa sababu ya tabia yako, basi sawa, huyo ni wewe. Lakini kama hujaimbiwa wewe, basi huyo sio wewe. Kama haikugusi una hicho kitu, huyo sio wewe. Tumalizie na moja ya Bongo Flava, tumalizie na Zuhura Kaoge wa kwenye Kombolela. Tumalizie nyimbo moja ya Bongo Flava. Nilidiliti mapenzi, faili lilipotea. Nimebadilisha kozi, mapenzi nimesomea. Huduma yangu na dozi imezidi maridhawa. Nayamiliki mapenzi tena nayajulia. Kama hivyo. Na nikifanya kama ya muda. Kweli naonekana nipo nyuma. Kila kukicha watu washamiri kwa magari majumba. Juzi wengine tulikuwa na usawa tu. Ila kwa sasa si wenzangu tena, si wagusi hata nuta. Ni kama nipo duniani kuwasindikiza wao. Usipotulia unaweza sema Mungu ni wa pekee yao. Kama hivyo. Mashallah, sauti unayo. Kipaji unacho. Tuende kwa Zuhura Kaoge wa Kombolela. Tusikuchelewesha sana ratiba zako. Kwamba shabiki yako sasa hivi anakutazama kwamba ajue kwamba yule kweli Zuhura Kaoge wa kwenye Kombolela ambaye kifika Ijumaa, Jumamosi na Jumapili sinyanyuki kwenye kitu changu. Lazima nimwangalie. Yaani wewe Chiku, hivyo unajikuta nani labda? Kwa hiyo kuolewa na wewe bwana basi ndio jina tajiri. Anakuacha kweupe kwa taarifa yako. Bwana kwanza nimekupa mimi. Wewe ungemjua. Natumaini huko alipo mshabiki wako amefurahi sana. Sisi hatuna la ziada. Tuna asante kwa kushiriki. Jamani, na mimi nashukuru sana. Asanteni sana. Niseme tu asante mashabiki wote wa Kombolela. Asante mashabiki wa Vision and Talent ambao mnaendelea kufuatilia series zetu ya Tunu na kazi zetu nyingine ambazo ziko YouTube, Faf Pictures. Pale ukiandika Faf Pictures utaona kazi zetu za series zetu za darasani kwetu. Kwenye mitandao ya kijamii upatikanaji wako? Kwenye Instagram natumia Salha Abdallah official, Salha Abdallah. Na TikTok Salha Abdallah au Zuhura Kaoge. Na YouTube kwenye account yangu ya music au kazi zangu ninapoziweka ni Salha Music. Pale watakutana na kazi zangu zote. Basi tukutakie maandalizi mema. Asanteni sana. Nawashukuru sana. Asanteni kwa kuja. Siku nyingine karibuni. Amen inshallah.